Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko salama. Ni kukaribisha vyema kwenye wasaa wa habari hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan, karibu. Kwa mujibu wa taarifa za shirika la mawasiliano duniani ITU, Tanzania inaongoza katika viwango vya usimamizi wa usalama mtandaoni katika nchi za Afrika Mashariki na Kati na ni moja ya nchi 45 za mfano bora duniani kwa viwango vya usalama mtandaoni. Kutoka jijini Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa kamili. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya usalama mtandaoni, naibu katibu mkuu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Bwana Nicholas Mkapa, amesema serikali inaendelea kuchukua hatua madhubuti ili kuhakikisha wananchi wanatumia mtandao kwa usalama kwa kuimarisha usalama wa mifumo na kutoa elimu kwa jamii. Tunakabiliwa na changamoto za uhalifu mtandaoni, ukiukaji wa faragha, ulaghai wa kidijiti na matumizi mabaya ya teknolojia. Ni katika muktadha huu ambapo umuhimu wa elimu ya usalama mtandaoni hauwezi kupuuzwa. Watoto, vijana na jamii kwa ujumla wanapaswa kuelimishwa ili waweze kutumia mtandao kwa usalama, kwa njia na kwa manufaa ya maendeleo yao binafsi na kwa taifa kwa ujumla. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, Dr. Jabir Bakari, amesema pamoja na fursa nyingi zinazotolewa na mabadiliko ya tehama, zipo changamoto zinazoletwa na mabadiliko hayo kama anavyoeleza. Zipo changamoto zinazosababishwa na uelewa mdogo wa matumizi ya teknolojia hizo. Swala hili linaweza kusababisha mtandao huo si tu kuwa mahali ambapo sio salama kwako, lakini pia mahali ambapo watumiaji wengine wanaweza kuwa na mambo mengi ambayo wanayafanya ambayo ni muhimu kuyaelewa na kujua utaweza kuendelea vipi na shughuli ambayo unaifanya. Naye mratibu wa maendeleo na usalama wa mtoto kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Bi Mwelibe Kato, amesema ili kumlinda mtoto na vitendo vya ukatili mtandaoni, wizara imefanya marekebisho ya sheria ya mtoto sura ya 13 inayolenga kuondoa mapungufu yaliyojitokeza wakati wa utekelezaji. Katika kifungu cha 13 cha sheria ya makosa ya kimtandao kilifutwa na kuandikwa upya ili kuweka masharti yanayohusiana na makosa ya unyanyasaji na utumikishaji wa kingono kwa watoto kwa kutumia nyenzo za kitehama. Maadhimisho haya ni ya 22 tangu kuanza kuadhimishwa kwa siku ya usalama mtandaoni, yakiwa na lengo la kujadili fursa na changamoto za mtandaoni, yakiwa na kauli mbiu isemayo teknolojia mahiri, chaguo salama, tuwalinde watoto katika zama za akili unde. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC limekifungia kiwanda cha urejelezaji wa taka za plastiki cha Hota kilichopo kata ya Vikindu mkoani Pwani kutokana na kutekeleza shughuli zake kinyume na taratibu za kimazingira. Dorcas Ramos anaarifu zaidi. Akizungumza mara baada ya timu ya wataalamu wa mazingira kutoka NEMC kukagua kiwanda hicho, meneja utekelezaji wa sheria NEMC mhandisi Luhuvilo Mwamila ameeleza changamoto zilizobainika ni pamoja na kuanzisha kiwanda bila kufanya tathmini ya athari kwa mazingira, kutokuwa na cheti cha mazingira na kuanzisha kiwanda katikati ya makazi ya watu, hivyo kuhatarisha usalama wa wakazi wa maeneo hayo. Makosa mengine ni pamoja na kukosa teknolojia madhubuti ya kudhibiti hewa ya kemikali inayosababishwa na uendeshaji wa kiwanda hicho, sambamba na kukosekana kwa vifaa kinga kwa wafanyakazi na utiririshaji wa maji taka kwenye makazi ya watu bila kuyatibu. Hivi karibuni baraza limefanya kaguzi, lakini limegundua kwamba wawekezaji wameendelea kukiuka maelekezo ya kwamba wameendelea kuleta mzigo mwingine na wameendelea kufanya uzalishaji ambao unaendelea kuchafua mazingira kwa kuruhusu maji taka ambayo hayajasafishwa yaende kwenda kwenye mazingira, lakini pia hewa ya kemikali inayozalishwa inakuwa haidhibitiwi, hivyo kuendelea kuathiri wafanyakazi na kuchafua hewa. Kwa maana hiyo baraza tumefika hapa, tunakifungia hiki kiwanda na tunatoa maelekezo kwamba
watafute eneo jingine ambalo ni sahihi. Kwa upande wake, kaimu meneja wa kanda ya Mashariki Kusini NEMC Noel Kikwale amezitaka mamlaka zinazohusika na mipango miji kutenga maeneo maalum ya viwanda na kuhakikisha wawekezaji wanafanya shughuli zao katika maeneo hayo ili kuepuka changamoto za kimazingira na afya za wananchi. Changamoto kubwa katika kiwanda hiki cha Hota, kiwanda kinafanya shughuli ya urejelezaji wa plastiki katika mazingira ambayo bado miundombinu iliyopo haina uwezo wa kudhibiti hewa chafu na kutibu maji. Na pia changamoto nyingine ni kwamba kiwanda kimezungukwa na makazi ya watu. Kutokana na changamoto hizo, moja kwa moja majirani wanapata athari, wanapata kero nyingi za harufu kali, lakini kuna malalamiko ya joto, maji machafu kutiririka kwao. Ukaguzi huo ulihusisha wataalamu wa mazingira kutoka NEMC wakiongozwa na meneja wa utekelezaji wa sheria pamoja na viongozi wa kata ya Vikindu na wa serikali za mitaa. Dorcas Ramos, Channel 10. Ukame uliokithiri umesababisha vifo vya maelfu ya mifugo hasa ng'ombe kutokana na ukosefu wa maji na malisho ya kutosha, hali inayosababisha madhila makubwa kwa wafugaji mpakani mwa Kenya na Somalia. Kwa mujibu wa ripoti za Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu milioni 2 wanakabiliwa na njaa, huku jamii za wafugaji kaskazini mashariki mwa Kenya zikiwa zimeathiriwa zaidi. Katika wiki za hivi karibuni, picha za mifugo zilizosambaa zikionyesha mifugo iliyokonda katika eneo la Kona Maziwa, kaunti ya Kajiado nchini Kenya zimewashtua watu wengi. Shirika la Afya Duniani limesema athari hizo zinatajwa kuenea hadi katika nchi jirani ikiwemo Somalia na hata Uganda, ambapo wengi wako hatarini kutokana na hali mbaya ya hewa na uhaba wa maji. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu inasema nchi za Somalia na Ethiopia nazo zinashuhudia miaka 5 ya uhaba wa mvua kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea kushuhudiwa duniani. Mkuu wa wilaya ya Micheweni Khatibu Juma Mjaja ametoa wito kwa wafugaji wa mbwa kuacha tabia ya kuwatumia wanyama hao kwa vitendo vya uhalifu na badala yake wa kufuga kwa kufuata sheria na kanuni za ufugaji bora ili wasilete madhara kwa jamii. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka kisiwani Pemba inafafanua zaidi. Akizungumza na wafugaji wa mbwa wa jimbo la Tumbe, mkuu wa wilaya ya Micheweni Khatibu Juma Mjaja amewahimiza kuwadhibiti mbwa wao pamoja na kuwapa mahitaji yao ili wasiwe chanzo cha kutekeleza uhalifu. Si vibaya kufuga, ubaya uko kwenye management. Uhifadhi mnawatumiaje? Sasa unamtumia mbwa kwenda kwenye wizi. Sema we panda huko, mimi nipo hapa chini hapa. Jamaa akitokea tu mwenye mnazi wake inabidi yeye sasa ndio ende mbio. Wewe ingia ndani bwana, si tuko nje hapa, akitokea mwenyewe ile unafanya makosa mawili. Unamtumia mnyama vibaya, lakini unatenda kosa la jinai, unashiriki kwenye jinai. Kwa sababu wizi ni kosa la jinai. Sheha wa Tumbe Masudi Hamisi na Sheha wa Kinoe Ali Hamisi wamekiri kuweko na wafugaji wachache wanaowatumia mbwa kuwatishia wananchi wakati wa uvamizi wa mali zao. Wao watumia kwa wizi au vijana wengine miongoni mwa tuseme wote. Wengine watumilia mbwa kwenda kwenye minazi ya watu, mwenye minazi akiona mbwa asubutu kufika. Mwizi hao miongoni mwao wapanda mbwa wanawalinda wale wezi. Hilo tokeo lipo, watu wanalalamikia. Utaratibu wa ufugaji wa mbwa Kinoe uende kwa masharti ya makubaliano na wananchi yalivyo. Matumizi ya mbwa yanatumika vibaya mno. Njia hizo zilizozitaja Mheshimiwa Sheha Tumbe Magharibi na kule zinatumika hivyo hivyo. Wizi. Akisha kuona kicha hata wewe mwenyewe anakugeuka. Unabweka siku 2, ukichelewa kutibiwa manake nawe unatangulia. Sasa tuone kwamba mbwa ambaye hafati taratibu za ufugaji, athari inakuja kwa jamii kwa asilimia kubwa. Sasa kama tunavyosema, wewe kubwa unachokitaka sasa hivi ni changing tu. Ni mabadiliko kutoka sehemu moja ya ujeuri, niseme hivyo,
kuingia sehemu ya unidhamu. Basi hakuna jingine. Nadhani mazungumzo yote ni hayo tu. Tubadilike, tutoke hatua moja mbaya tuingie kwenye hatua nyingine nzuri. Hatujawadhibiti kwa mbinu za kisasa, lakini tumewadhibiti kisaikolojia, kwa sababu mbwa wetu sisi tumewafuga tangia ni wadogo. Hawajawahi kuathiri mtu, hajawahi kufukuza kiumbe cha mtu. Masanja Mabula, Pemba, Zanzibar. Takribani watu 53 hawajulikani waliko baada ya boti iliyokuwa imewabeba wahamiaji 55 kuzama nje ya pwani kaskazini mwa Zuara nchini Libya. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limeripoti kuwa watu hao 55 walikuwa ndani ya boti ambayo haikuwa na uwezo wa kubeba idadi hiyo ya watu, na kwamba wanawake wawili wa Nigeria waliokolewa na mamlaka ya Libya. Kulingana na kurasa za manusura, boti hiyo iliyokuwa imebeba raia kutoka Afrika iliondoka Zawiya karibu na Tripoli jioni ya Februari 5 na ilizama takribani saa 6 baada ya kuvamiwa na maji. IOM inasisitiza hitaji la ushirikiano wa kimataifa ulioimarishwa na majibu yanayolenga ulinzi ili kupambana na mitandao ya biashara ya magendo na biashara haramu ya binadamu, pamoja na kuanzishwa kwa njia salama za kawaida za uhamiaji ili kupunguza hatari na kuokoa maisha ya watu. Mkoa wa Manyara umepania kufuta daraja la 0 ikiwa ni miongoni mwa mikakati ya kulinda ushindi wake baada ya kushika nafasi ya 2 kitaifa katika mtihani wa kidato cha 4 mwaka 2025. Ufaulu huo umepatikana kutokana na ushirikiano wa wadau wa elimu katika ngazi zote, walimu kumaliza mada za masomo kwa wakati pamoja na wanafunzi kupata chakula shuleni. Mwanahabari wetu Elia Kimani ametuandalia taarifa ifuatayo. Mipango hiyo ya ufaulishaji wa wanafunzi shuleni imetajwa na mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga wakati akizungumza nasi kuhusu mkoa huo kushika nafasi za juu licha ya uwepo wa changamoto mbalimbali za kijamii na uwepo wa jamii za kifugaji ambazo elimu sio kipaumbele kwao. Wadhibiti ubora kwenye maeneo mbalimbali kwa kweli wamefanya kazi kubwa sana, na wakuu wa shule wote kwa pamoja wamejituma kuhakikisha kwamba mkoa unafanya vizuri. Ukichukulia pia kwa uzito wake swala la chakula mashuleni, tumeongeza kidogo idadi ya watoto kuweza kula chakula mashuleni, na sasa utaona pia faida ya watoto kula chakula mashuleni. Lakini hata ukiangalia shule ambazo ziko pembezoni kwenye jamii za kifugaji zimefanya vizuri tofauti na pale mwanzoni. Maana yake ni kwamba sasa watoto kweli wanasoma na wameenda mashule. Lakini kingine ambacho kimechangia kikubwa ni uwepo wa shule za bweni. Shule ya sekondari Bagara iliyopo halmashauri ya mji wa Babati ni kati ya shule zilizofanya vizuri kwenye matokeo hayo, wakiwa hawana alama 0 kwenye matokeo hayo. Na hapa wanatueleza zaidi mipango iliyopelekea chireko hicho katika shule yao. Nidhamu pamoja na walimu wote kwa ujumla, tumekuwa na umoja, teamwork. Tunafanya kazi kwa pamoja, kufundisha kwa wakati, kumaliza mada kwa wakati. Walimu wameweza kutumia mbinu ya ushirikiano pamoja na kutoa mazoezi mbalimbali na mitihani mbalimbali ambapo yanamjengea mwanafunzi umakini na kusoma kwa bidii. Walimu na ukaribu mzuri sana na sisi. Walimu wanajitahidi kwa kila namna ambayo waone sisi tunaweza tukafaulu katika masomo yetu. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Kaya 4358 za wakulima wadogo katika wilaya za Tarime, Butiama pamoja na Serengeti zinatarajiwa kunufaika na mpango wa kilimo, misitu na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo kujengewa uwezo wa namna bora ya kuzalisha chakula kinachozingatia ubora na lishe ili kuondokana na baa la njaa pamoja na tatizo la udumavu kwa watoto. Taarifa zaidi na Musa Makali kutoka. Changamoto ya uwepo mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo mengi hapa nchini imepelekea kaya za wakulima wadogo kuathirika kwa kiasi kikubwa, na sasa mkakati unawekwa kupitia mradi Asili BCC ili kuhakikisha
wakulima hawa wananufaika. Hili lilikuwa linaangalia kuongeza wigo wa vyanzo vya kipato kwa familia na kuhakikisha kuna upatikanaji wa huduma za kifedha. Eneo la 4 ni usalama wa chakula na lishe. Tunaimarisha mashirika ya wakulima na kushughulikia masuala ya lishe, kuongeza upatikanaji wa vyakula vyenye lishe na mchanganyiko na kujenga mifumo imara ya chakula. Hili ni eneo ambalo tulianza kwenye programu yetu iliyopita ya CLB, hatukufanya vizuri sana ndugu mgeni rasmi, na tumeona ni vizuri tuendelee kulibeba kwenda nalo mbele. Wanaotekeleza mradi wa CLBCC sasa wanasema lengo ni kuhakikisha wakulima wadogo wanakuwa na chakula kwa muda wote kupitia kilimo cha kisasa na kuhakikisha wanaitunza ardhi yao. Kaya 4358 zitafikiwa katika miaka hii mitatu kwa mwaka 2026, 27 na 28. Mradi wetu unalenga mambo matatu. Moja ni kuongeza kipato, lakini pili ni kuongeza lishe na usalama wa chakula katika kaya. Kwa hiyo zile kaya zenye hali duni ambazo tegemeo lao kubwa sana pia ni kilimo, kwa hiyo wamesema wataweka nguvu kubwa na kuhakikisha kwamba wakulima basi wanapata mazao ambao watawasaidia kwenye chakula, lakini pia hata na kwenye biashara. Pamoja na mazingira ya wakulima kujitahidi kufanya vizuri, lakini bado mabadiliko ya tabia ya nchi yameendelea kuathiri juhudi hizi za wakulima. Kwa niaba ya Katibu Tawala Mkoa Mara Mhandisi Chacha Ukayo, na hapa anaweka wazi mkakati wa mkoa katika kulisaidia kundi hili kwa kushiriki katika kuimarisha masuala ya usawa wa kijinsia pamoja na kutekeleza shughuli zitakazosaidia kuhakikisha upatikanaji wa chakula cha kutosha na lishe bora katika kaya zao. Ili kutekeleza mradi huu ufanyike kama ilivyokusudiwa, pasiwepo na mivutano. Toka hapa katika eneo la mafunzo ya kilimo misitu hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Serikali kupitia wakala ya nishati vijijini REA imetoa zaidi ya shilingi bilioni 109 kwa ajili ya usambazaji wa nishati ya umeme awamu ya pili kwa vitongoji 660 vya mkoa wa Tabora, ikiwa ni mpango wa serikali kuhakikisha kila kaya inafanikiwa na nishati hiyo. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ameandaa taarifa ifuatayo. Baada ya kutamatika kwa zoezi la kuwatambulisha rasmi wakandarasi wa mradi ambao utatekelezwa hapa mkoani Tabora kwa serikali ya mkoa huu, na hapa mwakilishi wa mkurugenzi wa wakala wa nishati vijijini REA Bwana Musa Muzi anatoa taarifa kamili ya utekelezaji wa mradi huu. Wakandarasi hawa kwa miradi hii miwili watakwenda kukava vitongoji 608 na hii itapunguza na kufikisha idadi ya vijiji ambavyo vimekuwa covered katika mkoa wa Tabora itakuwa imefikia 75%. Mradi huu unategemea kufikisha miundombinu ya umeme katika vitongoji 660 na mradi huu unaanza rasmi tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026 na utatekelezwa kwa miaka mitatu. Paul Chacha ni mkuu wa mkoa wa Tabora, anaeleza namna ambavyo serikali itatolea macho miradi hiyo na kwamba itahakikisha inakamilika kwa wakati na kwa viwango vilivyopangwa. Mheshimiwa Rais ametoa hela zote hizi shilingi bilioni 109 na anategemea kwamba lazima tutafanya kazi kama mategemeo yake jinsi yalivyo. Kwetu sisi ni usimamizi, na nikuhakikishie mkurugenzi mkuu, kaimu mkurugenzi mkuu kwa hapa, sisi tutasimamia. Kwa upande wake, meneja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Tabora, mhandisi Amina Ngimba, anatoa maelekezo kwa wakandarasi waliokabidhiwa utekelezaji wa mradi huo, huku wakandarasi wakitoa uhakika wa kukamilisha mradi kwa wakati na ubora unaostahili. Tutazikagua kazi zao vizuri, kama kazi zao zimekidhi standard na zimejengwa vizuri, basi watalipwa kwa wakati kwa sababu fedha zipo. We are grateful to be selected again. Tunashukuru kwa kuchaguliwa tena kuwa mkandarasi wa mradi huu wa kusambaza umeme vijijini katika vitongoji mkoani Tabora. Tunaahidi kutekeleza na kukamilisha mradi huu ndani ya muda wa mkataba na kwa kuzingatia viwango bora vya ubora kama ilivyokubaliwa. Lakini kama ninahakikishia kabisa ndani ya miaka mitatu ambayo ya mradi tutakamilisha umradi kama hiyo miaka iliyotajwa. Kutoka hapa mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10.
limesema limewaua wanamgambo wanne wa Hamas waliokuwa na silaha kusini mwa Gaza, likidai walitoka kwenye handaki na kuwashambulia wanajeshi wake. Tukio hilo limeripotiwa licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yanayosimamiwa na Marekani, huku pande zote mbili zikiendelea kulaumiana kwa kuvunja makubaliano hayo. Wakati huo huo, maafisa wa afya Gaza wanasema watu 6 waliuawa jana katika mashambulizi ya Israel yaliyotokea maeneo tofauti ya ukanda huo. Mkuu wa wilaya ya Lindi Victoria Mkuu wa wilaya ya Lindi Victoria Mwanziva amewataka wasimamizi wa vyombo vya utoaji huduma ngazi ya jamii mkoani humo kuendelea kulinda na kutunza vyanzo vya maji, akisisitiza kuwa hatua hiyo itasaidia upatikanaji endelevu wa maji safi na salama, ikiwemo kudhibiti upotevu wa maji. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Lindi wakati wa kufunga mafunzo ya siku 6 yanayotolewa kwa wataalamu wa vyombo vya utoaji huduma ngazi ya jamii CBOSO mkoa wa Lindi, mkuu huyo wa wilaya amewataka wasimamizi hao kushirikiana na jamii kuvilinda na kuvitunza vyanzo vya maji kwa kupanda miti katika vyanzo hivyo kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Tupo katika msimu wa upandaji wa miti. Natamani natamani kuona CBOSO zinapanda miti kwenye vyanzo vya maji. Kwenye wilaya zenu kuna shirika linaitwa TFS. Una nafasi ya kwenda kuomba miche ya miti, kwenda kupanda miti ya kutosha kwenye vyanzo vyetu, kuhamasisha wanakijiji kutunza vyanzo vya maji, kubaini vitendo vinavyoendelea ambavyo vinaathiri au vinahatarisha ustawi wa vyanzo vyetu vya maji. Naomba nje ya majukumu yetu haya ya kiofisi, hebu turudi kwenye jamii, tufanye na pia masuala ya mazingira. Naye Rogers Baijuki, kaimu meneja wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa mkoa wa Lindi, amemweleza mkuu wa wilaya kuwa kiwango cha upatikanaji huduma ya maji vijijini kimeongezeka kwa asilimia kubwa. Kiwango cha upatikanaji wa huduma ya maji imefikia asilimia 74 kwa mkoa mzima. Kiwango hicho kiliongezeka kutoka asilimia 58 zilizokuwepo mwaka 2019 kabla ya kuanzishwa kwa taasisi ya Ruwasa. Changamoto mbalimbali ikiwemo ya wadaiwa sugu wanaokwamishwa ukusanyaji mapato zikabainishwa. Yapo madeni ambayo kwa upande wa taasisi ni milioni 568. Tumejitahidi kwa nafasi yetu kama viongozi wa chombo, tuna utaratibu wa kuwapelekea barua watu wa taasisi na kuwapa muda kwamba ndani ya muda huo wao wameshalipa. Lakini bado zipo taasisi baadhi ambayo mpaka sasa bado wanaendelea kulimbikiza madeni, pamoja na kuendelea kuwakumbusha. Tumeanzisha mkakati wa kuweza kukabiliana na hao wadaiwa sugu. Tuna mkakati wa muda mfupi na tuna mkakati wa muda mrefu. Mkakati wa muda mfupi ni kuendelea kutoa elimu kwa wananchi waweze kuchangia hii huduma ya maji ili huduma iwe endelevu. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Asante Ahmad Nandonde kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi sasa kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi.